wakawa wamechukua maamuzi ya kunipeleka polisi. Kaenda kulala polisi. Mahakama ya Mwanzo Terrat wilaya ya Arusha mkoani Arusha imemwachia huru mfanyakazi wa ndani anayejulikana kwa jina la Kurwa Juma, aliyekuwa akishtakiwa na mwajiri wake Selina Goodluck kwa tuhuma za kumwibia simu yenye thamani ya shilingi 400,000 sehemu alipokuwa akifanyia kazi. Akisoma hukumu hiyo mahakamani hapo, hakimu mkazi Esi Mwamende amesema kwamba baada ya mahakama kupitia ushahidi wa pande zote mbili, mahakama hiyo imeona hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kumtia hatiani kwa sababu mbalimbali, na mojawapo ikiwa ni hakuna yeyote aliyemuona mshtakiwa wakati akichukua simu, huku hoja ya pili ikiwa ni kwamba mshtakiwa hajakamatwa na simu hiyo na wakati simu hiyo inaachwa hakushirikishwa, na kwa kuwa mshtakiwa alieleza kuwa wakati simu hiyo inapigwa ilikuwa inaita bila kufahamu ilikuwa wapi, hivyo mlalamikaji alipaswa kufanya uchunguzi wa kina ili kufahamu simu hiyo inaitia ikiwa wapi. Kwa kuwa baada ya tukio hilo kutokea, aliondoka nyumbani hapo baada ya kukamatwa na jeshi la polisi na kulala kituoni, na hatimaye baadaye kupelekwa mahakamani ambapo alichukuliwa na wasamaria wema wakaanza kumsaidia kutokana na tuhuma hizo. Naitwa Kurwa. Chotokea nyumbani kwa nafanya kazi, nikaacha nimelala, wakaenda mashine. Waliporudi kutoka mashine wakasema wamekosa simu yao, wameacha sebuleni kwenye sabufa. Wakaniuliza mimi kwa nimelala naumwa. Nikasema mimi sijaona simu. Niliposema sijaona simu, wakawa tumeendelea kuwa tunatafuta humo ndani. Ikawa imekosekana. Wakawa wamechukua maamuzi ya kunipeleka polisi. Kaenda kulala polisi siku moja. Nikawa nimetolewa. Nikawa nimepeleka mahakamani. Nikawa nimeenda kujieleza. Nikawa nimejieleza. Mimi nilichukuliwa tu maelezo. Nikawa nimehojiwa. Nikawa nimetoa maelezo. Kwa yameandikwa, nikawa nimepelekwa mahakamani kwamba sijachukua. Mahakama ilisema waendelee kuiangalia hiyo simu au italaki hiyo simu. Wakawa wamekataa. Miongoni mwa mama ambaye amekuwa akimsaidia pamoja na kumsimamia kwenye kesi hiyo, amemuomba mwajiri wake kumrejeshea vitu vyake alivyovichukua ili aweze kurejea nyumbani alikozaliwa. Majina yangu mimi naitwa Mama Flora. Huyu binti aliletwa kwangu tarehe 4 saa 1 hivi jioni. Kwa hiyo alipoletwa ni kwamba ametolewa mahakamani, amezaminiwa kwa kosa la uwizi. Kwa hiyo alivyozaminiwa mimi ndo nikampokea hiyo siku, nikamuuliza binti, umeiba simu ya watu? Akasema sijaiba, shida ni nini? Akaniambia anadai hela yake, anataka aondoke. Nikamwambia sawa, sasa kama unadai hela kwa nini wakusingizia umeiba simu? Akanieleza kwamba simu hiyo siku hakuiba yeye, alikuwa ni mgonjwa. Kwa hiyo wakamwambia twende mashineni, yeye akasema hawezi kwenda mashineni. Simu zilikuwa ndani, simu 3 wao wanavyosema. Kwa hiyo simu moja ilikuwa haipo. Waliporudi wakamkuta yule binti tayari bado amelala, wakamwamsha. Hiyo simu, tuliacha simu hapa simu 3, mbona sasa hivi iko simu moja? Wakasema hapana. Yeye akasema hakuiba hiyo simu. Akaambia umechukua, hakuiba. Lakini ile simu tukawa tunapiga inapatikana. Na baada ya hapo tukaanza kuhudhuria kesi mahakamani. Tunaenda mahakamani. Siku ya kwanza wao wakatoa maelezo yao kwamba ni binti wa kazi, walimwacha nyumbani na walivorudi simu imepotea. Ushahidi ukasikilizwa pia ni hivyo hivyo. Basi tarehe 11 sisi tukaambiwa tuende tena mahakamani na huyo dada ambaye ndio mtuhumiwa sasa. Kwa hiyo tukaenda mahakamani. Mahakamani binti akatoa maelezo yake kwamba hakuchukua simu hiyo siku, alikuwa anaumwa, akajieleza vile vile na wao walivyokuwa wanaeleza. Basi tukaambiwa tarehe 15 tuende kuchukua, ni siku ya hukumu. Kwa hiyo siku ya hukumu tukaenda, hukumu ikatoka binti hana hatia. Kwamba hana hatia kwa sababu hakukabidhiwa hiyo simu, na saa wao wanaondoka walimwacha amelala. Hiyo siku tulivyokuwa ilikuwa tarehe 11, tuliulizia nguo ya mtoto kwa sababu mtoto alipopelekwa pale mahakamani kituoni alikuwa hana nguo, alikuwa amevaa tu gauni. Kwa hiyo alikuwa hana hata sweta, hana hata soksi. Kwa hiyo tayari mimi nikaona ile ni kama ukatili. Basi mahakamani tukauliza nguo za mtoto zipo kwao, na kwenye begi mtoto anasema ana hela yake 100,000 ya miezi ya nyuma. Na wakaambiwa pelekeni hizo nguo kwa balozi.
Kwa balozi hizo nguo hawakupeleka hiyo tarehe 11 ambayo ndo waliambiwa wapeleke. Siku ya tarehe 15 tukauliza tena kwamba nguo za mtoto hajaletewa nguo. Wakasema nguo, hakimu akatuambia basi nendeni mkamwite bosi wake kwenye ofisi za serikali za mtaa. Basi tukafika leo tukamwita huyo bosi. Alipokuja huyo bosi, kwanza akaja binti yake au binti zake. Walipokuja mmoja akawa anajibu shit, yani hamna kitu chochote ambacho anaelewa. Basi akaambiwa ondoka wewe, nenda kamuite mama yako. Ni binti tu ana miaka kama 25. Akaenda kumuita mama yake. Mama yake alipokuja hapa akawa anamtukana mtoto, anamwambia sikupi hela, ninachotaka ni simu yangu, umeiba simu. Sasa atakaje simu wakati mahakama itasema yeye anachojua ni simu anataka. Sasa tunamuuliza simu iko wapi? Mahakama imesema mtoto hajui simu na hakuna kidhibiti ambacho amekamatwa na simu. Kinachoendelea nini sasa? Sasa hivi kinachoendelea ni kwamba mtoto nitarudi naye nyumbani, alafu tutatafuta namna ya nauli ya mtoto arudi kwao kwa mama yake. Ripoti za Ayo TV pamoja na Millard Ayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.